unaweza ukajiuliza, hivi ni nyakati ndizo zinazobadilika au ni watu ndio wanaobadilika? Majawabu ya walio wengi wanasema nyimati ni zile zile, ila watu ndio wanaobadilika. Kuanzia falsafa hadi matendo si sawa na nyimati zilizopita. Leo nataka tujuzane kidogo habari zimhusizo mwanamke. Sisi kwetu tunasema lajna imaillah. Tufahamu lajna wa miaka hiyo wana tofauti yoyote na wa miaka ya sasa? Ungana nami Shadi Said Ngamilo katika makala hii, na kwa utangulizi tutege sikio kwa masikilizo mazuri. Asma Sudi na Mwete anatupa hekaya fupi ya mwanamke. Kwa dahari jamii imemsawiri mwanamke kuwa kama bidhaa maridhawa kwa matumizi ya mwanamume tu. Bahati mbaya zaidi, mwanamke mwenyewe akachangia pakubwa katika kushajiisha mtazamo huu, akidhani kuwa kusudi pekee la kuumbwa kwake ni kumliwaza mwanamume. Ni tarikhi yetu inatuthibitishia kwamba mwanamke anaweza kusimama dede na kwenda mbio katika maendeleo ya kimwili na kiroho akiamua. Wapo wanawake wengi tu waliofanya makubwa tasnia mbalimbali duniani, hata wakachangia mabadiliko makubwa katika dunia ya zama zao. Achana na wale waliopata haiba kupitia mamlaka ya kifalme kama Malkia Thea Philopatra aliyekuwa Cleopatra wa 7 huko Misri karne ya 6 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, Malkia Makeda Balqis aliyetawala Sheba huko Yemen takriban karne 3 kabla ya Ukristo, aliyetumia haiba yake ya kiutawala kuishawishi himaya aliyoiongoza kuikubali haki. Lakini wapo wanawake mashujaa zaidi kuliko hawa ambao hawakuwa na nguvu za utawala, lakini walionyesha dunia kwamba mwanamke akiamua na kujaribu basi anaweza. Miongoni mwa hao wawili wanatajwa ndani ya Qur'an tukufu kwa heshima, wakifanya kuwa kigezo rasmi kwa waaminio. Ni Hazrat Asia mke wa Farao na Hazrat Maryam mama wa Isa bin Maryam. Mmoja alizingatia imani yake ya juu ya Allah licha ya kuwa mke wa mtu aliyejidaia uungu, na mwingine alitunza mwili wake dhidi ya machezeo ya wanamume. Hawa ndio wanawake miamba waliotajwa na Allah katika Qur'an tukufu sura ya 66 aya ya 12 hadi 13 kama vigezo halisi vya waaminio. Kwangu mimi nakubaliana kabisa na maneno ya nguli wa fasihi ya Kiingereza George Bernard Shaw aliposema wanawake huitwa kijana jike pale tu wanapojihesabu ya kuwa wapo kwa msingi wa kutumiwa na wanaume tu. Wanawake hao waliotajwa na Bi Asma, wao walidiriki kuifuta dhana hiyo, hata Qur'an tukufu ikawataja kama miamba wa imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipodhihiri alikuta wanawake wameshapigika vya kutosha duniani, hata uwepo wao ulihesabika kuwa ni mkosi katika baadhi ya mila. Uzawa wao haukufurahiwa na hata walizikwa wakiwa hai. Na kupitia mafundisho ya Qur'an tukufu wanawake wakahuishwa upya na kuibuka kuwa wadau wakuu wa maendeleo ya Islam, kutoka kuwa waoga waliobaki nyuma wakisubiri kuwaliwaza wanaume warejeao toka vitani hadi kuwa mujahidina mstari wa mbele vitani. Wakina nani hao? Nusaiba binti Kaab, Ummu Amara, Haula binti Al-Azwar, Sumaya binti Khayyat, Asma binti Abu Bakr na wengine wengi. Walivuta panga zao na kuongoza vikosi kuwakabili maadui na kuwashinda vita katika medani zilizonuka umwagaji damu wa kutisha. Bi Aisha binti Abu Bakr radhiallahu anha naye akachomoza kuwa miongoni mwa wanazuoni wa mwanzo katika Islamu, kwani sehemu kubwa ya dini ilihifadhiwa kwake. Hizo ni zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya karne 13 kupita, zama za Imam Mahdi zikawadia. Je, kulikuwa kuna mabadiliko yoyote? Hata zilipojiri zama za Masihi aliyeahidiwa, wanawake hawakubaki nyuma kiimani. Walijitolea kwa jino na ukucha kushiriki katika harakati za kuishindisha Islam. Kwa hali na mali walijitoa bila kujali dhalala iliyokuwa kwa wanawake huko India katika zama hizo. Hazrat Amma Jan Sayyida Nusrat Jahan Begum, ambaye ni mke wa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam, akawa ndiye mfano wa kuigwa si kwa wanawake tu bali kwa wanajumuiya wote. Katika suala la kujitolea, mama huyu hakuwa akijiuliza wala kupepesa macho. Alithubutu kutia sokoni na kuipiga bei nyumba yake ya thamani iliyokuwa mjini Delhi ili kuchangia ujenzi wa mnara wa Masihi uliosimamiwa na Masihi aliyeahidiwa mwenyewe. Lajna Imaila ni moja kati ya taasisi 3 muhimu zipatikanazo ndani ya Ahmadiyya. Qudam na Ansar ni miongoni katika mabaraza yaliyoundwa na Hazrat Khalifatul Masihi wa pili Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Tanzimu ya Lajna Imaila, baraza la wajakazi wa Allah, liliasisiwa mwaka 1920
22, lengo kuu lilikuwa ni kutambua na kurasimisha ushiriki wa wanawake katika harakati za uenezi za uendelezaji wa Jamaati duniani. Hata mpango wa Tahrik Jadid ulipoanzishwa mwaka 1924, wanawake walichangia fedha, mapambo na vitu vya thamani katika mpango huu. Mwanzilishi mwenyewe alipata kusema, Islam itashinda dini zote endapo itaweza kurekebisha 50% ya wanawake. Hii ilionyesha umuhimu wa wanawake katika maendeleo ya Islam. Tanzania pia kuna hadithi nyingi za kujitolea kwa wanawake katika Jamaati. Ujasiri ulioonyeshwa na wanawake wa Kiahmadia kule Nyipala, Mkongo, Rufiji miaka ile ya 1950 mbele ya DC Mwingereza John Young ulimhamasisha hata mwanasiasa maarufu Bi Titi Mohamed wa Muhoro akajasiri kusimama mbele ya kadamnasi akinadi sera za chama cha TANU. Hiyo ni siasa. Sasa katika dini hapa Tanzania, majina kama Bi Rodhia Amri Abeid Kaluta Sahiba, Hanifa, Karima na Saira Banu kutoka familia ya Vada na Faruk ni mfano tu wa wachache wao walioonyesha nguvu ya mwanamke katika kujitolea kwa ajili ya imani zao. Bi Radhia Kaluta marehemu kwa sasa, Mungu amrehemu, akiwa kama sadlaji na Watanzania miaka hiyo, alithubutu kujitolea mali na muda, huku ikielezwa alizunguka maeneo mengi ya Tanzania kwa jitihada kubwa ili tu kuwafikia na kuwahamasisha wanawake juu ya masuala ya dini kwa ujumla. Familia ya Varda na Faruku nayo kwa ujumla ina historia adhimu kwelikweli. Mji wa Songea kwa familia hii ni pahala penye kumbukumbu nyingi zenye kububujisha ladha ya imani kwa wote wenye kiu cha imani, bila kujali wapo katika nchi iliyo tofauti na asili yao, lakini bado imani yao ilibaki katika umoja wa Mwenyezi Mungu. Wakina mama wa familia hii na msikiti wa Songea mjini, yani Masjidi Furqan, ni kama chanda na pete. Wakina mama hawa iliwalazimu kuuza mikufu na mapambo yote ya dhahabu waliokuwa nayo kwa ajili tu ya ujenzi wa msikiti. Inaelezwa hadi familia iliingia madeni, lakini hawakujali juu ya hali yao hadi pale msikiti ulipokamilika. Si hivyo tu, inaelezwa hata alivyokuja Tanzania Khalifa mtukufu wa 4 Hadhrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, lajina hawa walizunguka na Khalifa mtukufu kote kwa kuhakikisha yeye na wageni wote wanapata chakula walichokitayarisha. Huu ni uthubutu wa wanawake wa Kiahmadia. Bila shaka akina mama hususan wa Kiahmadia na Waislamu wote kwa ujumla wa hivi sasa bado wanayo nafasi ya kuonesha ujasiri wao wa kiimani kwa kujitolea vilivyo kwa ajili ya maendeleo ya Jamaati na Islam kwa ujumla. Wao ni wajakazi wa Allah na kwa kutekeleza hilo watajiheshimisha vyema katika jamii na mbele ya Mola wao. Nimalizie kwa nukuu ya Khalifa wa pili radhiallahu anhu, kwa kuwa Allah ndiye chanzo cha msaada wote, baraka, mafanikio, ni muhimu kumtegemea yeye kwa kumuomba kwa bidii na kuwahimiza wengine wafanye maombi ili kwa huruma yake atuongoze kwenye malengo hayo ambayo yanakamilisha kusudi la kuumbwa kwetu. Tunapaswa kuomba pia kwamba atuwezeshe kuchagua mbinu bora zaidi zilizopo na kuzitumia kwa uwezo wetu wote kwa ajili ya kufikia lengo. Tumuombe pia kwamba atupatie mwisho mwema na vizazi vyetu vijavyo pia viweze kupokea miongozo yake kwa rehema zake na kwa mapenzi yake Allah, na imarishe kazi hii mpaka mwisho. Amin. ah